Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kunipatia fursa hii nami kuchangia kwenye wizara hii ya madini, wizara ambayo ni muhimu kabisa katika utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya 2025-2050 kwa sababu inabeba uchumi wa taifa letu na inaajiri Watanzania wengi ambao katika sekta hii, na tunajua tumeweka 70% ya private sector kuhakikisha kwamba tunafikia dira yetu ya 2050. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nipongeze serikali ya awamu ya 6 pamoja na waziri na naibu waziri na watendaji wote kuhakikisha kwamba wamewekeza kwa kweli na kuhakikisha wanavutia wawekezaji, na tumeona hata katika hotuba yako ukiainisha kabisa kwamba tumeweza kuchangia asilimia 11.9 kwenye pato la taifa kupitia madini haya, ni kwa sababu umeongeza uwekezaji, lakini pia mapato ya serikali yameweza kudouble mpaka about 1 trillion na mauzo nje yamefikia almost 14 trillion kwa mwaka. Lakini pia kwenye export earning umetuainishia kwamba ni asilimia 52.7. Lakini pamoja na hayo Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda kwenye ibara ya 46 umeainisha hapa kwamba ulitoa vibali takriban 8635 vya kuweza kusafirisha madini ghafi kwenda nje. Dhahabu, almasi, umeainisha madini ya bati, madini ya shaba pamoja na makaa ya mawe. Mheshimiwa Naibu Spika, ili ongezeko ambalo tunaliona limeongezeka ni kwa sababu ya madini ghafi. Sasa imefika wakati sasa, pamoja na mikakati yote ambayo umeiweka, uone kwamba kuna umuhimu wa kuweza kuongeza thamani kwenye madini, tuweze kuprocess hapa nchini ambapo tutatoa ajira za kutosha. Lakini katika tafiti ambayo nimepitia, kama tungeweza kuchakata hapa nchini na kuongeza thamani kwenye hizi madini tu ambazo umesafisha na hivi vile ulivyovitoa, tungeweza kutoka kwenye trilioni 14 ambazo tumepeleka kama mauzo nje, ikalenji kati ya trilioni 18 mpaka trilioni 30. Kwa hiyo tuone kwamba ni wajibu sasa hivi tuweze kufanya hivi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pia ukiangalia katika alivyoeleza kwenye ibara yake, ni dhahiri kabisa kwamba critical minerals na strategic minerals hazijaweza kuhusika katika kuhakikisha zinachangia kwenye mapato ya taifa letu, ambao ni madini kwa Tanzania ni takriban katika nchi 10 tajiri zenye madini haya, ambayo madini haya tukiyatumia kimkakati yatatusaidia sana kuweza kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo kuna hiyo strategic gap kwa kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi. Hapo umeainisha tu kwamba umetoa leseni 454 za madini haya, lakini hizi leseni sasa ndo sasa tunatakiwa tuwe na mpango mkakati, na nakupongeza kwenye ile mining vision yako ya 2030. Tuwe na mpango mkakati wa kuweka roadmap hata ya 10 years. Sasa hivi katika nishati safi, nchi nyingi by 2040 zinaondokana kabisa na magari ya petroli, zinawekeza kwenye magari ya umeme and the like. Sasa ukiangalia huu mpango Mheshimiwa Naibu Spika, haya madini Tanzania, graphite, nickel, cobalt na hizi rare earth elements tunazo nyingi sana Tanzania, ambazo ni madini they are called geopolitical minerals, ambazo ni madini ya kimkakati. Tukiyatumia tunaweza kuwa na usalama wa uchumi wetu, tukawa na nguvu ya kishawishi kimataifa, lakini pia akasaidia kuhakikisha tunawini masoko pale ambapo tutayageuza kuweza kuchakata nchini. Tuite wawekezaji wa ndani na wa nje waweze kuchakata nchini na kubadilisha kuwa bidhaa za teknolojia ya kisasa, ambapo yanatengeneza simu, kompyuta, luninga, magnetic keys na mambo mengine. Pia paka turbine za upepo, umeme wa upepo na magari kama nilivyosema. Kwa hiyo tuziangalie sana kuhakikisha kwamba tunawekeza katika hivyo. Lakini kingine Mheshimiwa Naibu Spika, kuhakikisha kwa kweli tunapovutia wawekezaji wanakuja, kama hizo leseni 454 umezitoa, lazima tuweke masharti ambatanizi. Unapompa leseni hakikishe kwamba anakuja pia kuhakikisha kwamba anakuwa na kiwanda au anakuwa na chain kuhakikisha kwamba anachakata na kutengeneza hapa nchini. Kingine Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa najaribu kulinganisha hii rare mineral elements na nchi zingine za kimataifa. Kwa mfano China, wenyewe wanazalisha almost 70% ya hii rare mineral element, lakini earth element, lakini wanazalisha lakini wanachakata asilimia 85 ya hizi zote za dunia. That means karibia asilimia 20 mpaka 25 ambazo wanachukua malighafi kutoka nchi zingine ikiwepo kwa Tanzania, wanaenda wanachakata kule na baadaye wanatuuzia bidhaa ghafi, bidhaa zenye thamani kubwa. Kwa we are just exporting jobs, alafu tunanunua bidhaa teknolojia kwa bidhaa kubwa sana, wakati Mwenyezi Mungu ametubariki hatuwezekesha tutafanya hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda na kengele imeenda, nilikuwa nataka tu kushauri nini tufanye. Kama nilivyosema awali, kuwepo na mandate value addition kwa wawekezaji wote wanaokuja hapa Tanzania, kuhakikisha kwamba wanaweka thamani kwenye nani yetu. Lakini pia tuanzishe special economic zones ambapo za battery minerals
na tunajua tunatakiwa tuame kwenye nishati. Nichangia juzi graphite, nickel, lithium, tuweze kuhakikisha tunatengeneza, tunakutisha kwa na industrial zone, tutavutia wawekezaji, lakini tutatengeneza bidhaa kama nilivyosema na kuongeza thamani. Tuvutie strategic partnership, wasiwe tu just wawekezaji wa kuchukua vitalu na kuchimba na kupeleka. Waje watuletee ujuzi, waje wahakikishe kwamba wanaleta teknolojia hapa Tanzania ili tuweze kubenefit kama taifa. Lakini pia katika hizi natural critical minerals na strategic minerals, tuhakikishe tunaziainisha kama ambavyo umesema mapema kabisa, tujue ziko ngapi ili tuweze kuwekeza kwa uthabiti. Lakini pia tuziwekee sasa mpango mkakati, if it's 5 years kama ulivyosema kwenye vision yako, au 10 years, ili sasa kuweza kuhakikisha kwamba tunakamata soko la kimataifa na tunanufaika nazo hapa. Lakini na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, tuhakikishe sasa, naona sasa it's high time, kwa sababu hizi madini ya kimkakati na madini muhimu, serikali iangalie uwezekano wa kuunda commission ambayo itakuwa inadili na hizi madini muhimu. Yaani kiwepo commission kabisa muhimu ambayo itadili na haya, iweze kuratibu, iweze kuvutia wawekezaji, lakini iweze kuona ni vipi tunaenda. Maka ya madini tukiyaweka sasa hivi hivyo tu nimesema, madini jadi ndio yanatuletea hizi fedha zote, dhahabu, almasi, Tanzanite, ruby and the like. Tukiwekeza huku kwingine kwenye madini muhimu na madini ya kimkakati, tutaenda mbali na tutafikia uchumi wa dola trilioni 1 kama ambavyo tumejiwekea kwenye dira ya 2050. Tutahakikisha per capita income ya Mtanzania inakuwa $7,000 kwa mwaka, na tutahakikisha tunakuza GDP yetu kama ambavyo tumeweka kwenye mpango wetu kwa dira ya maendeleo ya taifa. Kwa ni hayo ambayo nilikuwa nataka nishauri leo, kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Spika. Mengine nitaandika kwa maandishi. Asante sana na kushukuru. Naomba kuunga hoja mkono.